Mnamo March 7 mwaka 2026, Chado Master aliweza kuposti picha katika ukurasa wake wa Instagram. Picha mbili, ya kwanza ni picha ya mkono wa mtoto na picha ya pili aliposti akiwa amempakata mtoto. Halafu kwenye caption ama kwenye title ya hiyo picha akaandika nimepata binti naye anaitwa Fiona. Right? Yes. Story zikazagaa kwenye social medias na ikaonekana Chado Master ameweza kuzaa na kidemjau au wengi mnamuita Najma. Na katika kusambaa kwa stori hizo kukaibuka pande mbili, ambapo kila pande ilizungumza ya kwake. Kuna pande ambayo ilikuwa inazungumza positivity ya kile ambacho kimetokea, kwa sababu Chado na Najma ni waigizaji, na ikaonekana mmoja ana umri mkubwa na mwingine yawezekana umbo lake ni dogo, lakini hatufahamu umri husika. So wakamuyanisha kwamba kwa nini amempata binti mdogo na kumpatia ujauzito then wakafanikiwa kupata mtoto. So wale waliokuwa kwenye upande wa positivity wakasema ni jambo zuri kwa sababu wamependana, kwa hiyo hatuwezi kuamulia jambo lolote. Lakini wale waliokuwa kwenye upande wa negativity wakasema hapana, hii sio picha nzuri kwenye tasnia leo, kuona unaweza kumtuma binti akaigize kwa ajili ya kuikomboa familia halafu akarudi na mimba, na mimba ni ya msanii, ingawa alikuwa na future na baadhi ya ndoto. Kwa hiyo mabishano na mpasuko ukawa ni mkubwa sana. Mimi nikasema sawa, wacha nikuletee walau story kwa ufupi, huku nikinukuu mahojiano ambayo Chado alishawahi kuyafanya na media tofauti pamoja na baadhi ya wahusika wake kwenye series fulani, wakionyesha kwamba Chado licha ya kuwa alikuwa na mahusiano hapo awali, ila aliyapinga na wao walikubali kwamba Chado alikuwa na mahusiano na kidemjau au Najma. And kwa nini nimeanza na hii story? Nimeanza na hii story ili kuweza kukuunganishia au kukupatia connectivity ya kile ambacho kipo kwa upande wa Kelvin na Loveness kinachofanana na hiki ambacho kimetokea kwa Chado pamoja na kidemjau. Halafu baadaye nitakuachia mjadala ili tuweze kujadili kwa pamoja ili jambo nitakaolizungumza limekaaje. So karibu Kibox Media, I'm Timothy, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala mbalimbali. Make sure na subscribe, halafu una like video hii na kufinya alama ya kengele ili kupata updates zaidi. So take a break, halafu nikupitishe kwenye nukuu ya kile ambacho kiliulizwa kwa upande wa Chado pamoja na Cheusi akizungumza kuonesha kwamba walikuwa na mahusiano na kidemjau au Najma, lakini Chado alipinga swala hili. Katika interview ya Cheusi na Nyundo, Cheusi aliulizwa, je, ni kweli kwamba kuna uwezekano Chado ana mahusiano na kidemjau au Najma? Cheusi akajibu hoja hiyo kwa ufasaha sana, akasema hiyo ni kweli. Kwani yeye Chado alisemaje? Akamuuliza mwandishi. Mwandishi akasema ndiyo, mimi nilipofanya mazungumzo na Chado, Chado alikataa kwamba hana mahusiano na Najma. Cheusi akakazia akasema hapana, Chado na Najma wana mahusiano. Cheusi akaendelea kusema kwamba katika kitu ambacho kinasikitisha, na miongoni mwa watu ambao pale kambini ilifika wakati kile kibinti kwa maana ya Najma kuna maringo ambayo anayaleta. Cheusi anasema, unajua ukishoko kwenye kampuni halafu ukashuhudia kuona kuna binti analeta baadhi ya maringo, unapata evidence kwamba lazima atakuwa natoka na boss. Cheusi huyo anaongezea kwa kusema Najma alikuwa na vimba sana, na akamtamka kwa namna ya kumdogosha kwamba kitoto kilikuwa kinalinga, ukikiita kwamba kuna session alikuwa na vimba sana. Tena kwa lugha au sentensi ya dharau ikaonekana Najma anasema kwani Chado ndio nani? Yaani kuna namna ambayo Cheusi alikuwa akidhihirisha kwamba hawa watu walikuwa ni kweli wana mahusiano. Mwishoni Cheusi ananukuliwa akisema pale pale nikaanza kuhisi Chado pamoja na Najma au kidemjau kuna 1, 2, 3 lazima watakuwa kwenye mahusiano. Haitoshi, mwandishi akakoleza swali la pili akamuuliza, kuna fununu na tetesi zinasikika kwamba kidemjau ama Najma ni mjamzito. Je, hiyo mimba inaweza kuwa ni ya Chado?
Cheusi akasema ndiyo, hiyo mimba ni ya Chado. Na ndiyo maana kwenye series mpya ya Pressure hauwezi ukamwona Najma akishuti, yupo kwenye mapumziko. Hivyo ndivyo ambavyo Cheusi aliweza kumaliza sentensi yake, ikithibitisha kwamba Chado pamoja na Kidemjau walikuwa na mahusiano. Sio mbaya, lakini tatizo ni kwamba waliyaficha, na ndio maana leo yamekuja kuonekana kwamba ni maumbuko, kwa sababu walifanya kuwa siri. Muda mwingine ni sawa, kwa sababu ni waigizaji, wanapaswa kuprotect baadhi ya mambo ili kila kitu kikae sawa. Je, kama wangeweka wazi wakatokea wachawi halafu mimba ikaharibika, wangemsemea kwa nani? Wakati huo huo, Chado Master alipofanya interview na Mbengo TV pamoja na Nyundo katika mazungumzo fulani, kulingana na matukio kadhaa ya wasanii wake kuweza kuondoka kambini, alinukuliwa akikataa kwamba yeye hana mahusiano na Najma au Kidemjau. Hiyo ikawa na possibility, watu wakaamini kwamba yawezekana ni kweli, kwa sababu watu wakicheza kwa pamoja kwenye karakta ambazo zinaonyesha mahusiano, si kwamba na mahusiano. Lakini ilipokuja kuonekana kwamba Chado amepata mtoto akiwa na Najma, na mtoto huyo ni wa kike, jina yake ni Fiona, tunafahamu as kwenye introduction nimewaambia, ikaleta picha kwamba kuna mambo mengi ambayo yamejificha kwenye kivuli cha wasanii. Yaani wasanii ni kweli wanatuletea mafunzo kwenye jamii, lakini kuna baadhi ya vitu wamevificha vinavyokuja kufichuka baadaye katika namna ya kuumbuka. Najma, kwa namna ambavyo nimezungumza pale, yupo kwenye pande mbili na mahusiano yake alionayo. Of course ni mama, yes, yani upande wa positivity kwamba wanasema Najma kuwa na Chado ni sawa kwa sababu wamependana, lakini negativity anasema hili jambo lazima lichukuliwe katika mtazamo wa kujifunza kwenye jamii, kwamba unaweza kumtoa binti akaenda kuigiza, mwisho wa siku akarudi na ujauzito. Nimesema pale mwanzo, right? Sawa. Sasa nadhani wewe unaweza kutoa mtazamo wako kwamba of course kuto kusema kwamba wana mahusiano sio kesi. Nimesema ni jambo zuri kwa sababu hawakutaka kusema ili mambo yakae sawa. Adui huwa anatangaziwa mwisho na sio mwanzo wa mapambano. Ushindi ndio unaomwangusha adui siku zote. Sasa kuna connectivity gani kati ya hiki ambacho nimekizungumza kuhusu Chado pamoja na Kidemjau na historia ya Kelvin? Hapa napo kuna mambo ya msingi nataka nikwambie. Kuna stories ziliweza kuzagaa miezi kadhaa iliyopita kwamba Kelvin na Loveness wana mahusiano, na interviews nyingi zikafanyika, wakakataa kwamba ama wakakanusha kwamba wao hawana mahusiano. Ni kama haya ambayo yametokea kwa Chado pamoja na Kidemjau, ndiyo yale ambayo tuliona kwa upande wa Kelvin. Ikumbuke kwamba series yake ya mwisho kati ya Kelvin na Loveness kuweza kuonekana, kwa maana ya kwamba Loveness alionekana ni mjamzito kwenye series ile ya mwisho, yani si kwenye kuigiza, bali in reality alionekana kwamba ni mjamzito. Macho aliongea, lakini japokuwa hakuna uthibitisho wa muhusika kwamba ni mjamzito, ila kupitia interview ambayo Kelvin alifanya na Mbengo TV ilikuwa inaashiria na kutoa majibu sahihi kwamba Loveness alikuwa ni mjamzito. Kama ukitazama hiyo video hapo, unaona namna ambavyo tumbo la Loveness linaonyesha kwamba ni ana mimba, na ni miezi 6 tokea series hii ya Penzi la Mtoto wa Bosi iweze kukatika. Na ukilichunguza hilo tumbo as ni kama lina miezi 8 au 9 kasoro, kwa sababu kwa namna iliyopo hilo tumbo kwa muda huu, kwa miezi 6 ya muda ule, maana yake ni kama mimba ilikuwa na miezi 2, right? Kwa hiyo kama ni miezi 2 ukiongeza hii miezi 6, maana yake ni kwenye 8 hivi, yes, kitu kama hiko, au tuseme labda tuseme 6 kamili, kwa sababu ndio mwanzo wa series ambapo ilikuwa imeisha na ndio alionekana kwamba ni mjamzito. Sasa ipo hivi, na baada ya Loveness kumaliza series ya Penzi la Mtoto wa Bosi na watu wakasadifu kwamba ni mjamzito, hakuonekana tena kwenye series ya namna yoyote. Na kuna series fulani alikuwa akionekana, japokuwa alikuwa akishuti akiwa amejifunga au amejifunika kitenge kiasi cha kwamba tumbo halikuweza kuonekana, na watu wakasema kupitia hii series basi ni kweli yawezekana Loveness ni mjamzito. Kwa nini anaificha mimba? Hiyo ikawa sio hoja kubwa sana, kwa sababu mashabiki walitamani kufahamu Loveness ana mahusiano na mwanaume wa namna gani, walau wamfahamu. Stories zikawa mingi mtandaoni. Siku moja Mbengo TV walipokuwa anafanya interview na Kelvin, akaulizwa, tumesikia kwamba Loveness ni mjamzito. Kelvin akasema it is better
mkaenda kumuuliza mwenyewe, anaweza akasema, na kama ikatokea ni kweli ni mjamzito, basi tumombe Mungu inshallah ajifungue salama, aitunze mimba, kila kitu kikae sawa. Hakukanusha kwamba no, Loveness si mjamzito, ila alizungumza katika namna ambayo, hebu nijaribu kunukuu uweze kusikiliza kwa makini. Kelvin alipoulizwa kwamba inaonekana Loveness ni mjamzito, alisema kwanza, mimi nafurahi, by the way nafurahi kwa sababu mkiona mmefanikiwa kucheza kwenye scene kama mtu na mpenzi wake na ikafikia hatua wale wanaowatazama wakatamani iwe kweli, it means kwamba mmederiva kile kitu ipasavyo. So mimi kama Kelvin nafurahi kuona hivyo, lakini kama ni kweli kuhusu hayo mambo mengine ambayo yanazungumzwa kwamba Loveness ni mjamzito, basi ni mambo private. Kwa hivyo akija kufanyiwa mahojiano anaweza kueleza ukweli juu ya yote ambayo yanazungumzwa. Mwisho Kelvin akakanusha kwamba hajui kuhusu Loveness kuwa ni mjamzito, lakini akaongezea kwa kusema kama ni kweli Loveness ana mimba, basi inshallah atunze mimba, ajifungue salama, as I said before. So I think unapata picha kuanzia scenario ya Chado pamoja na Kidemjau kwa maana ya Najma, na connectivity ya jinsi ambavyo Kelvin aliweza kufanyia mahojiano na hata kwenye interview ambayo alikuwa akielezea historia ya maisha yake mpaka kuwa mwigizaji. Huyu Wambengo alimuuliza kwamba hivi ikitokea labda wewe na amini, kulingana na tetesi ambazo zinasemekana kwamba wewe na Loveness na mahusiano je, hii ikitokea inakuwaje? Kelvin akasema inshallah, kwa sababu mimi ni mwanaume na yeye ni mwanamke, ikitokea tumeoana basi Mungu atabless, kwa sababu sisi ni watu ambao tuna jinsia tofauti, kwa hiyo hata tukioana hakuna shaka. Sio kama nukuu kitu hapo. Sasa nikawaza kwa kipindi ambacho Loveness haonekani na alituacha katika scenario au tuseme image ya kuonyesha kwamba ni mjamzito, atakuwa amejifungua au bado? Na kama akijifungua huyo mtoto ataweza kutuambia ni mtoto wa nani, mume wake ni nani? Itakuwa ni surprise. Sasa huu mjadala ni kuachie wewe kama shabiki, as nimekuambia kwamba nitakuachia huu mjadala tuweze kujadili kwa kina. Je, wewe kwa maoni ulionayo kuhusu scenario ya Chado pamoja na Kidemjau kwa maana Najma, na hiki ambacho nimekufafanulia kuhusu Kelvin pamoja na Loveness kwenye jamii, ukileta kwenye jamii matokeo yake huwa yanakuwa ni mazuri au ni mabaya? Kwa sababu unaweza ukamtuma binti aende akafanye kazi akapenda, lakini akafika akapata ujauzito akarudi, mkasikia ndoa na maisha yakaendelea, hata kama umri wake ni mdogo, even hata kama umri ni mkubwa, lakini mawaidha utakayoyatoa yatakuwa ni very important, kwa sababu jamii inatamani ijifunze kwa kile ambacho wewe unaweza ukatoa maoni yako. By the way, tumefika final katika kipindi cha leo. Nafikiri una mambo ya kuweza kuyasema, hebu yaseme ili kila mmoja apate kufahamu. Je, anajifunza nini katika hiki ambacho tumekisema? Positivity na negativity kati ya Chado pamoja na Kidemjau au Najma, even upande wa Kelvin pamoja na Loveness, kwa namna ambavyo wanawiana kwenye uigizaji wao hata wakiwa wapenzi, ni sawa au si sawa? Timothy, hakikisha una subscribe, una like, then unafinya alama ya kengele ili kupata updates kwa saa husika. Chao.